Tumeshuhudia mchezo wa namna gani, tukianza na Mr. Dominic? Nafikiri ni miongoni mwa mechi nzuri ambazo Yanga wanaweza kawa wampata kipimo sahihi, kwa maana ya kwamba ukiangalia, kwanza niweze kuwapongeza, wametoka kwenye mechi ngumu sana siku ya tarehe 1 mwezi wa tatu, mechi ambayo ilikuwa ni ngumu, mechi ambayo ilikuwa na pressure, mechi ambayo ilikuwa pengine walitakiwa uweze kupoteza katika msimu huu, ukizingatia kwamba walikuwa wanaingia kwenye mechi ya 11 wakiwa hawajapoteza mchezo, lakini waliweza kusekiwa alama moja. Kwa hiyo walikuwa wanaingia kwenye mechi ya 12 wakiwa hawajapumzika, kwa sababu ile mechi ilikuwa na tension kubwa, na kwenye mechi dhidi ya Simba most of the times walikuwa wanakaba wao, yani wao walikuwa wanapangia uwanja. Kwa hiyo leo tulitegemea kuweza kuona watakuwa na fatiki kubwa, lakini mwalimu aliweza kujua, akaingia na game plan ambayo haikumfanya aweze kutumia sehemu kubwa ya kiwanja. Aliingia na game plan ambayo ilimfanya asiwe na vitu vingi. Ukiangalia leo alikuwa mpanga viungo ambao most of the times walikuwa hawapigi pasi fupi. Katikati alikuwa na Duke Abuya, alikuwa na Mudathiri na Max, lakini kazi yao kubwa ilikuwa ni kuweza kufanya ile fast movement za timu kutoka katikati kwenda maeneo mengine. Lakini kubwa zaidi utagundua kwamba kwenye siku za karibuni kiwango cha Dube kimeimarika sana, na pengine ndio inakuwa ni turufu ya Yanga kupata matokeo, kwa sababu uwezo alionao ni very fantastic, na pengine sijawahi kumuona akiwa kwenye kiwango since yuko Azam. Dube amekuwa ni mtu ambaye ni zaidi ya mshambuliaji, kwa maana kwamba amekuwa ni kiungo mshambuliaji, anaweza kulink maeneo mawili, eneo la ushambuliaji na eneo la kiungo cha ushambuliaji, lakini amekuwa akicheza katika mistari mingi. Kama utaangalia miongoni mwa nyota ambao wanakimbia the long distance kiwanjani, Dube anakimbia kulia, anakimbia kushoto, lakini pia movement zake ndio zimekuwa ni movement za hatari kwa timu pinzani, kwa sababu kwamba anakuwa na uwezo mkubwa kukimbia na mpira. Lakini kingine ambacho tunaweza kukiona leo hii ni kuweza kuona kumbe Yanga wanaweza wakacheza katika mazingira yenye viwanja ambavyo havina ubora, kwa maana kwamba kuna wakati tunawaona wakiwa sio waumini wazuri sana wa kupiga pasi hasa kwenye eneo lao la nyuma. Lakini kingine ambacho tunaweza kukiona leo hii katika mechi leo hii, nagundua kwamba mwalimu pia ana azna nyingine, sijui kama ameweza kuiona. Nikimwangalia Mwanengo simuoni kama mshambuliaji, namuona kama ni kiungo mchezeshaji. Kwa hiyo nafikiri Yanga wanaweza wakamtumia kama namba 8 au namba 6 kutokana na uwezo alionao. Ni kijana ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kuweza kumiliki mpira, ana uwezo mkubwa sana wa kuweza kutoka, ana uwezo mkubwa sana wa kuweza kupiga pasi za kuintercept, lakini pia zile movement za nipe nikupe. Kwa hiyo naona kama wananisikia, wanaweza wakapata kiungo mwingine mshambuliaji ambaye kimsingi walikuwa wanakosa. Yaani kwa maana kwamba unapokuwa na washambuliaji wawili pale mbele, lazima uwe na mtu wa tatu ambaye atakuwa anafanya kazi ya kwanza ya kuweza kuclose gap, lakini kutengeneza mazingira talishi ya walinzi kuweza kuacha space. Lakini pia nimeona kitu kingine leo, nimeweza kuona uwezo wa Alassane Kouma umeanza kuimarika taratibu, anaanza kumuona akianza kuingia kwenye mfumo, uwezo wake kupiga mpira mirefu, uwezo wake kuweza kufanya zile quick transition kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Lakini pia nimeanza kumuona mtoto Shehani akiwa tayari ipo katika matumizi, ingawaje kuna vitu vya msingi vya kuboresha, hasa maamuzi yake ya mwisho. Kuna nafasi alipata ambayo pengine ilikuwa ni goli ambayo atakiwa afunge goli la pili, lakini akawa anataka kulazimisha kuweza kufunga. Mpira ni mchezo wa sisi wote, sio wa mtu mmoja. Kwa hiyo nafikiri kwamba kuna wakati alitakiwa kuweza kufanya jambo, na leo hii siwezi kushangaa kuona Dube akiwa anapewa man of the match. Kwa hiyo ni mechi ambayo Yanga waliingia wakijua kwamba hawatakiwi kupiga pasi nyingi ndio waweze kupata goli, isipokuwa wanatakiwa kutumia nafasi, na hasa madhaifu ya Singida hasa kwenye defense yao na kiungo. Ni timu ambayo inapenda kucheza mpira kwa sababu defense yao na kiungo wao hawapendi kukimbizana. Ni watu ambao wanaamini katika soft possession of the ball, wakicheza mpira kwa kuweza kumiliki na kuweza kutoka. Kwa hiyo waligundua kwa maana pekee ni kuweza kuwatanua na kupiga mipira mirefu, hasa kupita kwenye maeneo ambayo atakuwa anakwenda kuchonganisha baina ya walinzi wa kati na viungo na walinzi wa pembeni, na ndio kitu ambacho Yanga walifanikiwa. Angalia magoli yote ya Yanga ambayo wameweza kuyafunga, sosi yake ilikuwa inatokea pembeni, lakini akaja kumalizikia ndani. Kwa hiyo ni mechi ambayo Yanga walitadi Singida na kupata matokeo katika mechi ambayo wangeweza kupata ushindi hata magoli 5, na ni mechi ambayo ilikuwa ni ngumu kwao kwa maana ya mtego kwa upande wa klabu ya Yanga. Sawa. Tumetazama timu zote mbili. Tumetazama timu zote mbili kwa namna ambavyo zinacheza. Labda unifahamisha Steven Mapunda, pengine dakika 90 ambazo Singida ameikaribisha Young Africans, timu ipi ilionekana kuwa hatari zaidi? Of course, toka mwanzo ilionekana kwamba Young African amekuwa mwiba zaidi kwa upande wa Singida, kwa sababu ukiangalia
katika first half Singida waliweza kupata off target moja tu ambayo ilikuwa ya hatari. Mpira uliopigwa na Andy Kofi ukaenda kwa Joseph Gwede. Joseph Gwede anapiga mpira unachagua kwenda juu. Mbali ya pigo hilo la hatari, hatujaona pigo lolote la hatari ambalo unasema kwamba hapa beki imeweza kufanya kazi ya ziada kuweza kuokoa. Hatari nyingine zote zilikuwa ni hatari za kawaida ambazo utegemee makosa mengi yaweze kutokea makubwa zaidi uweze kupata manufaa. Kwa hiyo mimi naona kabisa kwamba kwa matokeo haya Young African walikuwa wanastahili kuweza kupata ushindi, na tena walikuwa wanatakiwa kupata ushindi zaidi ya huu ambao wameweza kuupata, kwa sababu ukiangalia nafasi ambazo zimeweza kutengenezwa ni nafasi nyingi zaidi, na ukiangalia kwa upande wa Young African ambazo wameweza kuziconvert kwa magoli nafasi 3 peke yake, lakini ukiangalia ile nafasi ambayo Mwanengo alikuwa ameingia hadi kwenye boksi, anakwenda analemba mwandiko, anatokea heli, anakwenda kuslide na kwenda kutoa mpira ule kwa kona, ile ilikuwa ni nafasi ya kuweza kutengeneza goli. Ukiangalia nafasi nyingine pia Shekhani Ibrahimu hapo ambapo Chief Zobani ameweza kuiona, ameweza kufanya driving force kutokea karibu na eneo la katikati, akiwa yeye pamoja na yani huko man to man na beki alimzidi mbio, alikaa mbele zaidi, alikuwa na uwezo wa kutulia zaidi ya vile ambavyo aweza kufanya, alikuwa na uwezo wa kuingia ndani zaidi. Angeguswa ilikuwa ni hatari, lakini pia alikuwa na nafasi pia ya kuweza kuchagua engo ya kuburuza mpira chini, sio kupiga katika engo ile ambayo tayari Metacha alikuwa shaliacha goli. Angeburuza mpira chini, obviously makipa kuweza kucheza mipira ya namna ile akiwa anakimbia kutoka kwenye lango lake, kucheza mipira ya kuburuzika inakuwa ni ngumu zaidi. Lakini pia alikuwa na uwezo pia wa kutoa pasi kwa Alan Okello ambaye alikuwa katika sehemu ambayo yuko wide zaidi na goli na kuweza kuandika goli. Kwa hiyo unaona kabisa kuna nafasi ambazo Yanga waliweza kuzipoteza, unaona kabisa kwamba hizi zilikuwa ni nafasi ambazo wangeweza kupata matokeo mazuri. Ila kikubwa ambacho kimeweza kunivutia zaidi katika mchezo wa leo ni ile bato ambayo nilikuwa naiona kwa Imoro dhidi ya Isla Mwenda. Ilikuwa ni bato ambayo ni nzuri sana. Tulikuwa tunamuona Imoro mara kadhaa alikuwa akipanda katika eneo la juu, lakini Isla Mwenda naye akipanda katika eneo la juu, tulikuwa tunaona wanakutana sana, bato ilikuwa ni kubwa sana. Lakini baadaye kwenye mabadiliko ambao mwalimu aliweza kuyafanya na kumbadilisha Imoro kimatumizi, kumweka katikati ya kiwanja, pia kulikuwa na ubunifu mkubwa zaidi. Lakini yote katika yote ni yale ambayo tulikuwa tumeyaona kwa Singida siku za hivi karibuni. Imekuwa na uhaba sana wa kuweza kutengeneza magoli na kuweza kufunga. Imekuwa ikipata ushindi mwembamba sana, ikitokea wameshinda goli moja, au kama ikishindikana sana wametoka goli moja. Kwa hiyo wamekuwa na uhaba sana wa kuweza kujenerate magoli. Kwa hiki pia ukikutana na timu ngumu kama ya Yanga ambayo yenyewe kwanza approach yake ya kwanza ni kuhakikisha kwamba anakufunga, approach yake ya pili ni kulinda kuondoka na alama 3, inakuwa ni ngumu sana kwa wewe ambaye unaweza kufunga kwa magoli ya kuweza kupata papatu. Kwa hiyo mimi nilikuwa nategemea matokeo ambayo ameyapata Young African lazima tu kwamba alikuwa anaweza kupatikana, na pia kwa jinsi ambavyo approach aliyokuwa ameingia nayo Singida Black Star ilikuwa inastahili kabisa. Tunaona wameanza na Joseph Gwede akiwa peke yake, baadaye wanamintroduce Elvis Lupia, maana kwamba wameintroduce mashambulizi zaidi, kuingiza mashambuliaji wawili, tayari mambo yalikuwa yashakuwa yameharibika. Kwa yote katika yote naiona nafasi ya Young African kufanya vyema zaidi ya Singida Black Star, na leo hii Young African ameweza kuondoka na alama 3. Tafsiri yake ni kwamba amefikisha alama 32 katika michezo 12, ana alama 32. Ukiangalia katika viwango vya ufanisi wanasema kwamba efficiency ana karibu 96% ambao ameweza kuzikusanya. Kwa hiyo ina maana kwamba katika zile alama ambazo alitakiwa azipate katika mechi 12, alama 36, yeye amekusanya alama 32. Kwa hiyo amekosa alama 4 pekee kuweza kufikia kiwango cha ufanisi cha 100%. Kwa hiyo yupo kwenye mafanikio ya hali ya juu, mafanikio makubwa zaidi. Kwa hiyo mtu yote ambaye atakayekuja kusema kwamba Yanga safari hii imeshuka, anatakiwa aje tuletee anataka Yanga iliyopanda iwe na viwango vya ufanisi vya asilimia ngapi, efficiency yake isome ngapi. Kwa wale waliosoma physics tukisema kwamba efficiency of machine wanakuwa wanaelewa zaidi, ufanisi wa ufanyaji kazi kwa Young African umekuwa wa hali ya juu, 96%. Kwa hiyo ina maana kwamba hata kama ni mwanafunzi huyu amepiga banda la hatari zaidi ambalo ndo Young African ameweza kufanya. Kwa hiyo kwa ufanisi huo anastahili leo kuondoka na ushindi mkubwa kama huu. Sawa. Achiana. Tumelishuhudia hilo kwenye mchezo, tumeshuhudia mchezo wa kuachiana kutoka kwa timu zote mbili. Nafikiri kwanza kuna kitu pengine watu niweze unajua, katika haya maisha kuna kitu kinaitwa propaganda. Yaani kuna mtu anaweza kana zungumza kitu ambacho hakina uhalisia, lakini baadaye watu wakaamini kama kina uhalisia na kikaenda kikawaingia watu kama milioni mwao, na baadaye wakaanza kukiabudu.
Niona kuna watu wengine wanaamini vitu ambavyo hata hawajawahi kuviona au hata kuvisikia, na sio kwenye football, katika maisha tu ya binadamu. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo watu wanaaminishwa kitu ambacho hakina ukweli wowote. Labda niwaambie tu leo kwa uchache kitu kimoja, kwa sababu wanaozungumza kwamba Singida na Yanga hakuna mechi, hao ni mashabiki wa klabu ya Simba bila kuficha. Sawa, wanatengeneza uhalali ionekane hakuna mechi, lakini niwaambie kitu kimoja. Singida, fuatilia Singida zote ambazo unazijua wewe toka zimeanzishwa, Singida United, Singida sijui Black Stars, Singida whatever, Singida ni zote, ukizichukua ukizijumlisha mpaka zote hizo kati ya Simba na Yanga, timu ambayo imeifunga Singida mara nyingi sio Yanga, ni Simba. Kama walikuwa wajui. Yani ukichukua timu ambayo imepata pointi nyingi kwa Singida ni Simba. Hasa kama ingekuwa Yanga ndi tawi, ungetegemea kuona Yanga inapata pointi nyingi kuliko Simba. Hilo ni jambo la msingi. Lakini pia tujiulize, saizi Yanga ana pointi 32 akiwa na mechi 12, ametoka sare 2 tu. Ndio timu pekee nafikiri ambayo haijapoteza mchezo mpaka saizi. Akiwa ametoka sare ngapi? 2. Na Azam pia anajapoteza, amepata sare nyingi, akiwa ana sare 2 tu. Si ndio maana yake? Maana yake ukitoa hizo ni alama ngapi? Hizo ukitoa alama 4 alizopoteza, anakuwa na alama 28. Hizo alama ametoa kwa wapi? Kwa Singida. Ni kwa timu nyingine ambazo zinaweza kumpa alama. Hapo tuambie sasa, ni timu gani ambayo ikutana na Yanga ina resist? Okay, Yanga na Singida ni tawi. Timu gani sasa nyingine ambayo unaweza ukaitaja ije kucheza na Yanga ina resist katika ligi hii soka Tanzania bara? Ni ipi? Kuna kipindi wanasema kuna timu ambazo ziko na JSM zinadhaminiwa ndio zinafungwa. Ukaja kuangalia timu ambazo zilikuwa ziko JSM ndio zifungwa magoli mengi, akiwemo Simba. Yanga alikuwa anatoa zile 4G zile, wakasema ananunua mechi na Simba akaja kala 5G. Lakini waambie ni kwamba timu pekee ambayo imefungwa mara nyingi na Yanga, na timu pekee ambayo imefungwa magoli mengi na Yanga, na timu pekee ambayo imetoa pointi nyingi na Yanga ni Simba. Kwa timu nyingine yoyote, kama kuna timu ambayo imefungwa mara nyingi na Yanga duniani, ya kwanza ni Simba duniani. Kama kwa timu ambayo imepatia Yanga magoli mengi duniani ni Simba. Kama kwa timu ambayo imetoa alama nyingi duniani ni Simba. Kama kwa timu ambayo imetoa ubingwa mara nyingi kwa Yanga ni Simba. Hasa kwa nini Simba ndio sio tawi la Yanga? Na kupata vizuri. Unaelewa? Kwa hiyo ni swala la nini? La notion ambazo watu wametengeneza. Walisema Yanga atakwenda kwa nani? Kwa JKT. Alikula ngapi? Kono la nyani. Aya, huyo Namungo inakuwaje? Kosti Simba mwenyewe, si unaelewa? Kwa hiyo nafikiri hizo ni notion. Kikubwa ni kwamba Yanga wana quality kubwa kwa sasa. Yanga kwa sasa hivi hakuna timu ya kubato nayo, na naanza kuona wasiwasi Yanga akitangaza ubingwa mapema zaidi katika msimu huu. Naanza kuona viashiria vya Yanga kutangaza ubingwa zilikuwa zibakia kabla mechi 5 au mechi 4. Naanza kuona sababu mpaka sasa hizi Yanga ana mechi 12, ana alama 32. Simba ana mechi 11, ana alama 24. Azam ana mechi 12, ana alama 24. Kwa hiyo utofauti wa Azam na Yanga ni alama 8. Simba na Yanga mpaka sasa hizi ni alama 8 pia. Itategemea mpaka matokeo ya mechi ya Simba inayofuata itakwenda kuwa na alama ngapi. Kwa hiyo kuna uwezekano Simba na Yanga kwa wanafunga mzunguko wa kwanza mpaka hapa na tofauti wa alama 10 mpaka 8. Yaani Azam akawa anaachwa alama 10 na Simba akawa anaachwa alama 8. Inawezekana. Uwezekano unakwenda kutokea. Mimi naanza kuona. Yaani Azam akawa anaachwa alama 10 mpaka 11, alafu Simba akaachwa alama 8. Mzunguko wa pili kuna uwezekano mpaka kufika raundi ya 20 mpaka hapa na gap ya alama 18 kwa alama 10 Yanga akwenda kutangaza ubingwa.